Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni Waziri wa Nishati Dr. Doto Biteko amempongeza mfanyabiashara wa Kitanzania wa uchimbaji wa madini ya rubi kutoka katika kata ya Mundarara wilayani Longido mkoani Arusha, Sendeu Laizer, kwa jitihada zake anazozifanya katika uchimbaji wa madini hayo pamoja na kuisaidia jamii kutoa kiasi cha fedha zaidi ya shilingi milioni 500 za Kitanzania pamoja na kulipa kodi za serikali zaidi ya bilioni 3. Lakini hapa kulikuwa na mazongezonge na maneno. Kuna watu fulani walitaka kuwaaminisha kwamba madini hayawezi kuchimbwa na Mmasai. Anatakiwa kuja mtu fulani kutoka mahali kwingine. Huyo ndiye anaweza kukuza uchumi wa madini. Nimesimama hapa nikiwa mwenye furaha sana. Leo tena bahati njema nikiwa nimeshatoka kwenye sekta hii. Nimemsikiliza ndugu yangu Sendeu. Toka anaanza kusoma. Anataja mamilioni. Hiki tumefanya. Hiki kimefanyika. Mamilioni yametoka kuwa mamia ya mamilioni. Yakawa mamia yaliyotisha. Imeshirikana hadi yamekuwa mabilioni. Fedha ambazo ninyi wenyewe mmezizalisha kwa ajili ya maendeleo yenu. Hii inatupa heshima kama taifa. Kwamba Watanzania wakiwezeshwa na wakapewa fursa ya kusimamia uchumi wao, wana uwezo wa kufanya uchumi huu kuwe wao wenyewe na kukaribisha wageni kama mtaji, na sio kusema kwamba hawa hawawezi, wanaoweza ni watu fulani. Watu wa Mundarara, hongereni sana sana sana. Ninarudi leo nikiwa na furaha. Ninarudi leo nikiwa na amani moyoni mwangu ya kwamba uchumi unaosimamiwa Mundarara ni wa kupigiwa mfano, na kazi ya serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kuwa yale mnayodhani ni changamoto mnazokutana nazo lazima zitatuliwe kwa haraka. Nilikwambia wakati ule, hawa watu walioko hapa watatokea wanaokupenda, watatokea wanaokuchukia, watatokea na ambao hawajawahi kuamua. Wewe shughulika na kazi itakutetea. Kuna wakati fulani Yesu aliwaambia, kama hamniamini basi ziaminini kazi zangu, na kiruhusu muaminini kwa kazi zake. Kazi anazozifanya. Aliwalikuta jimbo lilivyokuwa, na leo hatuzungumzi mambo ya zamani. Leo tunazungumza Mtanzania wa kawaida wa Mundarara anatoa service levy, anachonga madawati. Mtanzania wa kawaida wa Mundarara analipa kodi mpaka bilioni 3. Kabla yake madini yalikuwepo, kwani hayakuwepo? Walikuwepo watu wachache ambao wanakuja hapa wanawatisha na maneno mengi. Wakifika hapa, watu wa Mundarara kazi yao ilikuwa ni kukamatwa wakiitwa wavamizi kwenye migodi. Unawakuta polisi wamekamatwa pale, wanafungwa kwa madini yaliyo nyumbani kwao. Kiruhusu alivyoingia akasema hapana, fursa hizi zirudi kwa watu wa kwetu ili wabadilishe maisha yao. Leo ninasimama hapa kwa ujasiri nikisema, Kiruhusu umetenda zaidi ya vile vilivyokusudiwa. Mungu akusaidie uendelee kutenda zaidi. Niwaombe wakina mama na wakina baba wa Mundarara, siasa hii iwe nyenzo ya kutuletea maendeleo, iwe nyenzo ya kutuweka pamoja, isiwe nyenzo ya kutugawanya. Na wale wa Mundarara, watu wa Longido, watu wa Namanga na maeneo mengine yote mlioko hapa, nataka niwahakishie mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan hata waacha, atafanya kila linalowezekana ili muweze kupata maendeleo. Jumla ya malipo yote ya serikali tangu mgodi ulipoanza usalishaji tumelipa bilioni 3 na 30,319,930. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, kampuni ya Sendeu itaendelea kuzingatia ulipaji wa kodi. Tunatarajia kwamba mpaka kufika mwisho wa mwaka huu tutalipa bilioni 3,180,000. Shukurani. Tunamshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuimarisha sekta ya madini na amani ya taifa letu kwa ujumla.